Kwa mujibu wa kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza D na kifungu cha 27 kifungu kidogo cha kwanza B cha sheria ya utumishi wa umma sura 298 marejeo ya mwaka 2023, tume inalo jukumu la kupokea na kushughulikia rufaa za watumishi wa umma ambao hawakuridhika na uamuzi uliotolewa na waajiri, mamlaka zao za ajira na mamlaka za nidhamu katika utumishi wa umma. Tume itatoa nafasi kwa warufani na warufaniwa walioomba kufika mbele ya tume kutoa ufafanuzi wa ziada kuhusu hoja za rufaa zao mbele ya tume. Hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 62, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022. Tutapitia item ya rufaa na malalamiko yapatayo 108. Lakini yawezekana kukawa na ongezeko kutegemeana na tume inavyoendesha shughuli zake. Pia tume inatoa nafasi kwa hao waliokata rufaa mbele ya tume kuomba kufika mbele ya tume kusikilizwa hoja zao na kutoa maelezo ya ziada. Na tunapomuita mrufani aliomba kufika mbele ya tume, lakini pia hiyo nafasi tunaitoa kwa mamlaka yake ya nidhamu ili pia ione kama inaweza kufika mbele ya tume pia kutoa maelezo hayo ya ziada au la. Kwa hiyo hiyo ni haki ambayo inatolewa kwa pande zote mbili mbele ya tume. Na pindi mtumishi au mamlaka yake ya nidhamu isiporidhika na uamuzi wa tume, basi tume inatoa njia kuonyesha ni kwamba wote wasioridhika na yale maamuzi wana haki ya kukata rufaa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mamlaka ya mwisho kiutawala. Kwa hiyo na kule pia wasiporidhika, basi wanaweza kutafuta haki zao kwa mamlaka nyingine kwenda kufanya mapitio ya hayo maamuzi mahakamani na kadhalika.